Bwana Yesu asifiwe. Aliye mbele yenu mtazamaji ni mchungaji John Limo kutoka katika huduma ya World Gospel Missions Kenya. Na napenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku kama hii. Amenijalia neema hii nikuwe katika kituo hiki cha Sayari. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia kituo kama hiki. Niko mbele zenu kuwaletea neno la Mungu asubuhi ya leo juu ya ujenzi upya wa kuta za Yerusalemu. Sote tumesoma habari ya mtu aitwaye Nehemia ambaye alikuwa na mziko aliposikia kwamba kuta za Yerusalemu zimepomolewa na maadui baada ya wao kutekwa nyara, na yeye akawa na mziko huu. Na siku moja alipopata habari ya Yerusalemu akasikia kuumia moyoni mwake. Kwa hivyo leo hii tunaangalia katika kitabu cha Nehemia mlango wa 3 na kuendelea mbele mstari wa kwanza, tutasoma mpaka mstari karibu 26 kule. Lakini kwanza nataka tusome kitabu cha Nehemia mlango wa kwanza mstari wake ni wa 3. Kuna jambo mahali hapa ambaye ni la msingi sana ambalo tunataka tuanzie mahali pale, kile ambacho Nehemia mwenyewe alisikia moyoni mwake. Maandiko nasema katika Nehemia mlango wa kwanza mstari wa 3 kwamba wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umepomolewa na malango yake yameteketezwa. Hayo ndio mambo ambaye aliletewa huyu Nehemia. Na ndio tutakapokuwa tukiendelea na mafundisho hayo na mahubiri hii, tutajua kwamba kilichofanya Nehemia awe na mziko ya kufanya yale alifanya ni kwa sababu alipata mambo kama mane, kwamba wale watu ambao walipaki, ambao walikuwa wamepaki baada ya wale ndugu zao kutekwa nyara. Maandiko yanasema kwamba alikuta mambo mane, kwamba wale watu wako katika dhiki nyingi, ndugu zake walikuwa katika dhiki nyingi na walikuwa katika mashutumu nyingi sana. Na ya kwamba neno la 4 ni kwamba walikuwa kuta za Yerusalemu zimebomolewa na malango yake yameteketezwa. Hayo ndio mambo ambayo yalifanya Nehemia kuchukua hatua ya kufanya yale ambayo tutafuata kuanzia leo hii, dakika hii ambaye ninataka tujifunze. Mambo ambayo nataka tuzungumzie ni kuhusu malango hayo ambayo yalipomolewa na kuteketezwa na maadui. Na sasa hivi nataka nisungumze kwa muda huu. Katika fundisho hili la kwanza nataka tuangalie juu ya kubomolewa na kuteketezwa kwa lango la kondoo. Katika kitabu cha Nehemia mlango huu wa 3 mstari wake wa mlango wake wa 3, kitabu cha Nehemia mlango wa 3 mstari wake wa kwanza, maandiko yanaongea kuhusu ujenzi wa lango la kondoo. Ndugu zangu na dada zangu mnao nitazama na kusikiza habari hii, nataka tuangalie maana ya lango hili la kondoo ni nini na inahusu nini juu ya maisha ya mtoto wa Mungu ama watu wa Mungu ama kanisa la Bwana ama mwili wa Kristo. Maandiko yanasema kwamba lango hili la kondoo lilijengwa na Eliashibu kuhani mkuu. Katika mlango huu wa 3 mstari wake ni wa kwanza, inasema ndipo akaondoka Eliashibu kuhani mkuu pamoja na ndukuze makuhani, wakalijenga lango la kondoo, wakasitia boriti zake, wakasimamisha milango yake mpaka mnara wa Hamea, wakalitakaza mpaka mnara wa Hananeli. Sikiza mtu wa Mungu, lango hili la kondoo halingejengwa na kila mtu. Kulikuwa na sababu kwa nini watu waliojenga lango hili. Kitu cha kwanza ni kuhani mkuu na ndugu zake makuhani wengine. Kulikuwa na jambo la muhimu, maana inasemekana kwamba kuhani mkuu na ndugu zake, watu wa mji wa Yeriko, wana wa Zakuri, ndio waliojenga lango hili na kusimamisha mpaka kulitakaza. Ni kuhani na makuhani wenzake. Haingeruhusiwa mtu mwingine ajenge lango hili la kondoo.
Now, tunapoangalia jambo hili, tunajiuliza mbona kuhani Eliashibu na makuhani wenzake ndio wanajenga lango hili la kondoo? Kuna umuhimu gani kwa lango hili kujengwa na kuhani? Mbona si kila mtu ajenge? Mbona si wanaume wengine wajenge? Kuna sababu. Lango hili la kondoo, mtu wa Mungu, liko na maana ya kiroho. Hili linamaanisha kwamba ukisikia neno kondoo katika neno la Mungu, kondoo linamaanisha watoto wa Mungu. Kitabu cha Zaburi 100 mstari wake wa 3 nasema sisi ni kondoo wake Bwana, ni kondoo wa malisho ya Bwana. Kwa hivyo sisi ndio kondoo, na wewe na mimi huwezi fanyika kondoo wa Mungu bila kufanywa kondoo na Mungu mwenyewe. Na kwa nini lango hili la kondoo lijengwe? Kwa sababu uwezi ingia katika zizi la Mungu kama wewe si kondoo. Na kondoo mahali hapa inaashiria watoto wa Mungu ambao wamepata wokovu baada ya kuhubiriwa habari njema ya Yesu Kristo. Wakati wewe na mimi tumeletewa habari njema tukiwa katika ulimwengu wa giza, tunatenda dhambi, tunaishi katika maisha yetu ya kawaida ya ulimwengu huu. Hatumjui Mungu, hatuna uzima, hatuna wokovu. Sisi si kondoo. Ni kondoo waliopotea ambao hawajapata kurudishwa katika zizi. Kwa hivyo lango hili lililoteketezwa inamaanisha kuna vitu zimepotea katika maisha ya kondoo wa Mungu. Na mambo haya ambayo imepotea, mara nyingi tunapohubiriwa na wahubiri watumishi wa Mungu, kisha tunaletwa katika zizi la kondoo. Lango hili ambalo ni la kondoo ni wokovu wetu. Tukikosa wokovu kama kondoo wa Mungu, tutapotea. Na lango tukiwa nayo ambaye ni wokovu, tuko na lango, tuko na ulinzi. Nyumba isiyo na mlango, chochote chaweza kuingia, kila kitu naweza ingia. Mambo mengi huingia mahali ambapo hapana mlango, lakini kukiwa na lango, walio ndani wako salama. Kama hauna wokovu, maishani mwako hauna usalama wowote, kwa sababu dhambi huingia maishani mwa mtu asiye na wokovu. Kwa hivyo lango hili la kondoo linamaanisha kondoo wa Mungu inahitajika tuchengwe, na wanaofanya kazi hii ni wachungaji. This is the work of pastors. Mara nyingi watoto wa Mungu wakisha ingia katika nyumba ya Mungu wameokoka, haitajiki kuhubiriwa, ni kulishwa, ni kutengenezwa. Kondoo mara nyingi, mtoto wa Mungu, wewe unajua tabia ya kondoo. Mara nyingi kondoo unaona anatema kamazi, natoa kamazi, ajui anaelekeza wapi, mara manyoya yake ni nzito. Kazi ya mchungaji ni kuhakikisha kwamba kondoo manyoya yake ni sawa, halali mahali pachafu, hakuli chakula chafu, halali njaa. Kazi ya mchungaji ni kupeleka maji, kulasa kwenye majani mabichi, kuchunga kutokana na mbwa mwitu. So kile kilichoharibika mahali hapa, wapendwa, ni kwamba watoto wa Mungu hawana malezi. Kanisa la Mungu hawana malezi, hawana mafundisho, hawana maelekezo ili wokovu ule uwe wa dhamana. Mara nyingi tunapokuwa tumeokoka, tunasahau ya kwamba wokovu ndio itatupeleka mbinguni. Tuliokoka tupate wokovu, na hiyo ndio lango ambalo inahitajika tulichunge sana. Na kanisa la Mungu, kazi ambayo Mungu alipeana kwa wachungaji, watumishi wa Mungu, ni kuhakikisha kwamba kanisa linadumisha wokovu. Wokovu ni zaidi ya mambo mengine yote. Kwa hivyo watu wa Mungu, lango hili ambalo Nehemia
alilichenga, linamaanisha kwamba wewe mtoto wa Mungu, chunga wokovu, linda wokovu, dumisha wokovu, maana wokovu ni lango lako ambalo linakuchunga ili adui asiingie tena maishani mwako. Now, ninapoelekea kutamatisha, linda wokovu, chunga wokovu wako, lango hili ni la maana sana. Ili ndio itakuchunga dhambi isiingie kwa maisha yako, na lango hili likiwa salama, wewe na mimi tuko salama. Maana hii ndio kudumisha uzima wetu. Yesu alisema yeye ndio lango la kondoo. Wanaingia ndani na wanatoka nje. So ukiwa ndani ya Yesu, lango lako ni safe, lango lako ni sawa, na hakuna mahali ambapo adui atakupata. Na mwisho wa maisha yako utakuwa kondoo ambaye ataingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni anataka uchunga wokovu wako, na mwisho utafurahia uzima wa milele. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, popote ambapo mnanitazama, nataka uchunga wokovu wako. Wachana na miujiza, wachana na ishara, kuponywa, kufanywa nini, kununuliwa mashamba, kupata miracles. Si mbaya, ni mzuri zote. Lakini cha kwanza, wokovu. Linda lango hili la kondoo. Kama vile Nehemia alichenga na akalisimamisha, chenga wokovu wako, dumisha wokovu wako, simamisha wokovu wako, na Mungu wa mbinguni siku zote atafurahia wewe. Linda imani yako, linda lango lako. Hiyo lango usiruhusu shetani abomoe, usiruhusu mafundisho uongo ipomoe lango lako, usiruhusu dunia ipomoe lango lako la wokovu, usiruhusu raha ya dunia, usiruhusu chochote cha dunia ipomoe lango lako. Maana Mungu anataka tuchunga wokovu wetu. Barikiwa mtu wa Mungu na utendewa mema. Linda wokovu wako. Karibia mchungaji wako. Ukiona lango lako na yumba, mwambie mchungaji wako, please mchungaji nisaidie, nataka nisimame katika wokovu. Kwa hivyo nataka niombe pamoja na mtu ambaye lango lake limepomolewa, kwamba leo Mungu anaenda kulisimamisha, anaenda kulichenga, anaenda kulileta tena upya. Hata kama ilikuwa imepomoka, Mungu anaenda kuchenga. Hiyo wokovu ilikuwa imepomoka, Mungu anaponya, Mungu anarejesha, Mungu anakupa raha ya wokovu tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Kama vile nilitangulia kusema, majina yangu ni mchungaji John Limo kutoka huduma ya World Gospel Missions Kenya, na nataka nikuambia kwamba dumisha wokovu, dumisha lango lako katika jina la Yesu. Nataka tuombe na Mungu wa mbinguni atakutenda mambo mazuri. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, nataka niombe kwa sababu ya mtazamaji wangu, kwa sababu Bwana huenda kawa lango lake, lango la kondoo huyu limeboromoshwa, na kama vile Nehemia alivyosimamisha na kuchenga upya, na omba Roho wa Mungu kachenga upya kuta hili, lango hili la kondoo, na adui asipate mlango. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. God bless you. God do you good.